Asante sana. Habari za asubuhi. Leo imekuwa ni siku ya tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mimi Frank James Mwaisumbe natangaza nia ya kugombea ubunge jimbo la Mbeya mjini. Na leo asubuhi nimechukua fomu. Kwa hiyo nimeona itakuwa vema kutangazia umma, lakini pia wananchi, hasa hususan wa jimbo la Mbeya mjini, kwamba mimi leo nimetia nia ya kugombea jimbo la Mbeya mjini. Kwanza kabisa niwashukuru sana kwa ujio wenu, lakini vile vile tumshukuru Mungu wa rehema, Mungu ambaye ametupa uhai, afya njema, ambaye ndiye anayetufanya tuishi, na yeye ndiye ambaye haya yote tunayoyapanga ndiye anayetuwezesha. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kuzungumza hapo awali, kwamba nimetia nia ya kugombea jimbo la Mbeya mjini. Leo nitazungumza tu kwa ufupi wasifu wangu, lakini sitaongelea kabisa kwamba nitafanya nini, kwa sababu katika kipindi hiki mimi ni mmoja wa watia nia na sio mgombea. Chama chetu kimeshaeleza kimeshatoa maelekezo kupitia kwa Katibu Mkuu Dr. Nchimbi kwamba kutakuwa na mchakato kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa hadi taifa. Na michakato hiyo ya chama ndiyo ambayo itakayotoa maelekezo ya nini kitafuata baada ya wagombea au watiania kuchukua fomu na kuzijaza. Na baada ya kuletwa tena majina matatu kutoka taifa, hapo ndipo kutapokuwa na kupigiwa kura kwa mtu ambaye atakuwa ameteuliwa rasmi na chama chetu kuwa mgombea katika jimbo la Mbeya mjini. Wakati huo itakuwa ni fursa ya kuzungumza kwa yule ambaye atakuwa ameteuliwa kuwakilisha chama chetu kuwa ndiye mgombea, kuweza kueleza yale aliyoyakusudia kuyafanya katika mustakabali, na kulingana na maelekezo, pia kulingana na ilani ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi mimi nitaeleza juu ya wasifu wangu, lakini pia nitaeleza juu ya kazi kubwa iliyofanyika kabla ya kipindi hiki ambacho tunakianza tena mwaka huu wa 2025 Julai. Kama nilivyotangulia kusema, mimi nimezaliwa katika mkoa wa Mbeya na ninatokea mtaa wa Kilimahewa, kitongoji cha Simike, kata ya Nzovwe. Nimekulia hapa, nimesomea hapa, na mimi elimu yangu ya juu ni uzamili kwa maana ya masters ya MBA. Lakini vile vile nimekuwa nikifanya shughuli mbalimbali au nimepita katika ngazi mbalimbali za nafasi mbalimbali katika jamii. Mojawapo ya kazi niliyoifanya, mimi nimewahi kuwa katibu mkuu wa kanisa la Baptist Tanzania, lakini vile vile nimekuwa tutorial assistant lecturer wa chuo kikuu cha Tumaini, lakini vile vile nimekuwa mwenyekiti wa tawi katika chuo kikuu cha Tumaini, mwenyekiti wa CCM wa tawi ya chuo kikuu cha Tumaini, lakini vile vile nimewahi kuwa katibu wa kanda wa Nyanda za Juu Kusini. Vile vile nimewahi kuwa mkuu wa wilaya. Hizo ni baadhi tu ya kazi ambazo nimewahi kuzifanya. Mbali ya shughuli hizo,
au nafasi hizo ambazo nimekuwa nikitumikia jamii, mpaka sasa mimi pia nashughulika na jamii kwa kupitia shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Mindset Empowerment. Shirika hili linajihusisha na shughuli za kijamii hususan kwa vijana, watoto, wanawake pamoja na watu wengine. Na mpaka sasa katika mkoa wa Mbeya tumeweza kufanya shughuli hizo za kusaidia kuempower vijana na wanawake. Na tumeanza na kada hizo mbili na tutaendelea kadri siku zinavyoenda tutaendelea kwenye kada zingine. Na hapa Mbeya ninyi ambao ni wenyeji mmeshaona. Kwa mfano tuna hawa vijana ambao wanajihusisha na entertainment, kama mmewahi kusikia wanaojiita Mbeya Boy Entertainment, nafikiri mmeshasikia, au Motion T Motion Entertainment. Hili ni zao la kutoka Mindset Empowerment. Vijana hawa tunawawezesha kwanza kujitizama wao ni jinsi gani au kitu gani walichonacho. Tunafahamu watu wengi wanazungumza juu ya kuwaambia watu kwamba they have to think out from the box. Sisi tuko tofauti kidogo. Sisi tunasema think within au search within. Angalia wewe ndani yako una nini na unaweza ukafanya nini. Na kwa kufanya hivyo tumewawezesha vijana wengi kutambua vipaji vyao, na tumewawezesha vijana wengi kuanza ujasiriamali kwa mitaji midogo ambayo hawakudhania kwamba wanayo, lakini kwa sababu tumewawezesha jinsi ya kuweza kutambua rasilimali zinazowazunguka, wameweza kuendelea na sasa wamefika mbali wengine, na wengine wameshaanza kuchukua hatua. Ndani ya mkoa huu, hususan katika jiji letu la Mbeya, kwa maana ya jimbo letu la Mbeya mjini, tuna vijana zaidi ya 2500 ambao tayari sisi tunawasimamia na tunawasaidia kujitambua, na wengi wanaendelea na shughuli zao, wengi wapo katika maeneo mbalimbali katika mji wetu wa Mbeya. Kwa hiyo ni moja ya shughuli ambazo Mindset Empowerment ambazo mimi kama founder ninasimamia, au kama mlezi ambaye ninasimamia shughuli hizo. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya shughuli mbalimbali ambazo mimi binafsi ninajihusisha na jamii katika kufanya jamii iweze kupata kutambua jinsi gani wanaweza kusonga mbele kutoka katika hali zao za maisha yao ya kawaida. Ndugu zangu, jimbo letu la Mbeya mjini limekuwa na wabunge wengi kwa muda mrefu. Lakini kipindi cha mwaka 2020-2025 tumekuwa na mbunge wetu ambaye anaitwa Dr. Tulia Ackson, ambaye pia ni spika wa bunge. Katika kipindi chake cha miaka 5 tumeshuhudia maendeleo makubwa katika jimbo letu. Na mimi ningesema maendeleo haya tuliyopata katika kipindi hiki cha miaka 5 imekuwa zaidi ya vipindi vyote vilivyopita. Sisi sote ni wenyeji wa Mbeya, tunaifahamu Mbeya ilivyo na ilivyo sasa na ilivyokuwa. Tunaweza kushuhudia kwamba tumepata mageuzi makubwa sana, hasa katika nyanja ya afya, elimu, maji, lakini pia barabara na kadhalika. Tumeona ukarabati wa shule zetu za msingi, sekondari na high school, lakini pia tumeshuhudia vituo vya afya na zahanati zikijengwa katika maeneo mbalimbali, hasa katika mitaa yetu. Na kwa sababu hiyo huduma hizi zimeboreshwa na kuwafanya wananchi wetu katika mkoa, lakini zaidi katika jimbo letu, kupata huduma zinazostahili na kwa wakati na kuweza kukidhi viwango vinavyotakiwa katika kumhudumia wananchi.
Ninaweza kutaja baadhi ya mambo matatu au manne makubwa ambayo serikali ya awamu hii ya 6 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyofanya katika jimbo letu la Mbeya mjini. Kwanza, sisi sote ni mashuhuda juu ya barabara inayojengwa ya barabara ya njia 4. Barabara hii inaigharimu serikali bilioni karibu 138.7. Hizi ni fedha nyingi sana, na tumeona jinsi barabara hii ilivyokuwa ni kadhia kubwa sana kwa wananchi wa jimbo la Mbeya mjini. Kwanza, ilikuwa ni msongamano mkubwa na kufanya uchelewevu wa watu katika shughuli zao za kawaida, lakini pia hata msongamano wa magari ulisababisha baadhi ya wagonjwa kufia njiani kabla kufika hospitalini. Lakini barabara hii ni chanzo kikuu cha uchumi katika mkoa wetu wa Mbeya. Kama mnafahamu, mkoa wa Mbeya umepakana na nchi jirani ambazo ndizo zinazofanya biashara nyingi zifanyike katika mkoa wetu. Hivyo uwepo wa barabara hii na kuongeza njia 4, maana yake ni kwamba tayari uchumi wetu utakuwa kwa kasi, lakini vile vile kadhia na wagonjwa wanaowaishwa hospitali na mambo mengine, maana yake tayari tutakuwa tumepata huduma inayostahili. Kwa hiyo barabara hii ni kiasi cha chini kimegharimu serikali au itagharimu serikali jumla ya fedha zaidi ya bilioni 138. Tuna mradi mkubwa wa maji tunaita Kiwira Project, Water Kiwira Project. Mradi huu unaigharimu serikali zaidi ya bilioni 35. Na sisi sote tunafahamu kwamba tumekuwa na matatizo makubwa sana ya upatikanaji wa maji. Hii ni kwa sababu vyanzo vingi vya maji vilikuwa vimepitwa na wakati kwa sababu ya population. Idadi ya watu imezidi kukua katika mji wetu wa Mbeya, na kwa sababu hiyo upungufu wa maji umekuwa ni mkubwa. Sasa ujio wa project hii ya maji ya Kiwira, maana yake ni kwamba tunaenda kuondokana na tatizo kubwa la maji katika jimbo letu la Mbeya mjini. Na maji haya mradi huu utakapokuwa tayari utakuwa unatoa lita 100 kwa saa. Kwa maana hiyo wakazi wa jimbo la Mbeya mjini watafaidika na mradi mkubwa huu wa maji ili kuigharimu serikali zaidi ya bilioni 36. Bilioni 117, bilioni 117. Sasa kuna jambo ambalo pia limefanyika katika awamu hii ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni kuwa na tawi au cancer center inayojengwa katika hospitali yetu ya rufaa. Hii inajengwa kwa kiasi cha bilioni 16.8 ambayo ni fedha nyingi sana. Sisi sote tunafahamu kwamba tumekuwa na wagonjwa ambao walikuwa wakikimbizwa kupelekwa Ocean Road Dar es Salaam mara kwa mara, na hii ilikuwa inaletea usumbufu mkubwa sana hasa katika ukanda wetu, lakini pia katika mkoa wetu wa Mbeya, lakini zaidi katika jimbo letu la Mbeya mjini. Sasa maana yake uwepo wa kituo hiki kikubwa kinachojengwa katika jimbo letu, maana yake kitaleta nafuu kubwa sana. Kwanza kuwaondolea adha ya nauli, usumbufu wa kusafiri wagonjwa, lakini vile vile kupata matibabu kwa haraka na kwa uhakika. Lakini pia itapunguza gharama kubwa ambazo wagonjwa wamekuwa wakizitumia au ndugu wa wagonjwa wamekuwa wakizitumia kwa kusafirisha watu kwenda kwa ajili ya matibabu Dar es Salaam. Sasa hii ni neema. Katika miradi hii mikubwa mitatu ambayo inaigharimu serikali jumla karibu ya shilingi bilioni 71, hizi ni fedha nyingi ambazo sisi wana Mbeya lazima tutambue kwamba
kwa namna moja au nyingine tumependelewa, na tumpongeze rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kuifanya Mbeya katika kipindi cha miaka mitatu tu tuwe na miradi mikubwa na ya kimkakati kama hii. Sisi kama wana Mbeya tunatambua mchango wa serikali, lakini pia wa Chama cha Mapinduzi kwamba umelenga katika kuwahudumia wananchi na kuwasogezea huduma karibu. Lakini haya yote yamefanyika pia kwa sababu ya mbunge wetu Dr. Tulia Ackson ambaye alijitoa kidede kuhakikisha kwamba wakati wote halali yupo tayari kuwahudumia wananchi katika jimbo la Mbeya mjini. Na sisi tumemsikia akihutubia, akizungumza katika bunge kwamba bado ataendelea kuwa pamoja na sisi hata kama yeye anagombea au atakuwa katika jimbo lingine. Kama atakuwa amechaguliwa katika jimbo hilo, yeye amesema kwamba bado ataendelea kuwa na sisi bega kwa bega, kwa sababu kama alivyokuwa akifanya alipokuwa hapa, hakuwa kwa jimbo tu la Mbeya mjini, bali katika kusaidia mkoa mzima wa Mbeya. Hivyo ndugu zangu, nimeona ni vema kutambua au ku acknowledge kazi zilizofanywa na Chama cha Mapinduzi, lakini na awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile na kazi nzuri ya mbunge wetu ambaye alitutetea usiku na mchana kuhakikisha kwamba wananchi wa Mbeya mjini wanapata kile ambacho wanakihitaji na tunapata cha ziada zaidi. Mwisho kabisa, nataka niwashukuru na niwapongeze wananchi wa Mbeya mjini. Mara ya mwisho niligombea 2010 kura za maoni. Walinipa kura za kutosha. Na ni matarajio yangu kwamba kama vile ambavyo walishirikiana na Chama cha Mapinduzi kwa jambo moja au jingine, basi vile vile mimi au mgombea yoyote atakayeletwa na chama chetu katika jimbo letu la Mbeya mjini, sisi sote tumuunge mkono na tuwe tayari kuhakikisha kwamba anapata kura za kutosha. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi sote kwa umoja wetu hasa ndani ya chama katika jimbo la Mbeya mjini, tuwe na umoja, tusio watu ambao tunabaguana, tusio ni watu ambao tunapingana. Tuwe na jambo moja kwa umoja wetu, kuhakikisha kwamba tunaunga mkono chama chetu, Chama cha Mapinduzi, na tunamuunga mkono rais wetu na tumpe kula kwa wingi. Misuguano na kusengenyana na kuachana, hili ni jambo la kihistoria. Tuanze upya, tuwe pamoja, tuende pamoja ili tuweze kuwahudumia wananchi. 2018 niliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Longido, na 2022 kama sijakosea 2021 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu pia aliniamini kuniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli. Miradi hii mitatu ambayo inaendelea hapa jijini Mbeya, kutoka jimbo la Mbeya, angawa kwa uchache na kusakali jimbo la Uyole ambalo Mheshimiwa Spika atagombea, inaachwa kabla haijakamilika. Na pengine ukiacha nafasi yake ya uspika kama mbunge, nguvu inapungua kuizungumzia jimbo la Mbeya mjini, sababu yeye atakuwa na jimbo lake la Uyole. Wewe unatamani umeweka nia kuingia kwenye hili jimbo la Mbeya mjini, unadhani umejiandaa sasa wa kuchea miradi mikubwa ya kimkakati inakamilika kuisemea mpaka ikamilike kwa kiwango ambacho mtangulizi wa jimbo hili kazi aliyokuwa ameifanya kuianzisha? Sisi sote tunafahamu kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ndiyo ambayo kwa sasa inatekelezwa, na tunajua au tunaamini kwamba bado wananchi wanayo imani kubwa kwa Chama cha Mapinduzi,
na kama wananchi bado wanayo imani kubwa kwa Chama cha Mapinduzi, maana yake ni kwamba katika awamu ijayo ya uongozi, usimamizi wa miradi yote utabaki katika serikali inayosimamiwa na Chama cha Mapinduzi. Ni kweli kwamba mbunge aliyekuwepo ni mmoja ya wale waliokuwa waanzilishi wa miradi hiyo katika kuisemea, kuisimamia na kuiendeleza. Lakini hii haimaanishi kwamba miradi ile iko owned na mbunge. Ile miradi ni ya wananchi. Na miradi ile inatekelezwa na serikali. Kwa maana ya kwamba serikali ni lazima imalize miradi hiyo. Kwa hiyo mbunge atakayekuwepo yoyote yule, niwe mimi au mtu mwingine yoyote yule atakayekuwa anawakilisha jimbo hili, ataendelea kuisemea kama vile ambavyo mbunge aliyekuwepo alikuwa akisemea. Kwa sababu utekelezaji wa miradi ile inasimamiwa na serikali, na serikali ni ya Chama cha Mapinduzi. Na ninaamini kwamba katika jimbo letu la Mbeya mjini tutaendelea kuiamini serikali ya Chama cha Mapinduzi na chama chetu cha Mapinduzi, na kwamba si miradi hiyo tu, yule atakayekuja atakuja kuwasikiliza wananchi, ajue wanahitaji nini, na kutakuwa na miradi mingine ambayo itaongezeka, ambayo pia huyu mbunge huyo mpya ataiacha, itakutana tena na mbunge mwingine katika kipindi kingine, kwa sababu serikali sio ya siku moja. Serikali ni ya muda mrefu. Kwa hiyo na project huwa haziishi kwa siku mbili tu. Project pia ni za muda mrefu. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba mbunge yeyote yule wa Chama cha Mapinduzi ataendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile serikali ambayo imepewa jukumu la kuianzisha, kuiendeleza na kuisimamia miradi bado itakuwa na jukumu lile lile la kuhakikisha hiyo miradi inakamilika, kwa sababu kwanza fedha zishatengwa kwa maana ya budget, lakini vile vile ni kwamba tayari mkandarasi yuko site anaendelea na kazi. Kwa sababu hiyo hakutakuwa na sababu yoyote ya kufanya hiyo miradi isiendelee, ambayo pia inaendelea hapa mjini na pengine haijakamilika na mingine inakaribia kukamilika. Kwa mfano, kuna ujenzi wa kituo cha mabasi, stendi kuu ya mabasi pale airport ya zamani, lakini pia kuna ujenzi wa soko la Matola, na kuna mikakati ya kujenga masoko kama ya Soweto na mengine huko Nzovwe. Pengine we kama mtiania wa hili jimbo, miradi hii unaitambua, na kama unatambua, nini matarajio yako endapo utachaguliwa kuwa mgombea ubunge wa jimbo la Mbeya mjini? Miradi hii naitambua. Miradi hii naitambua, na ni kazi nzuri iliyofanywa na mbunge aliyepita kupitia serikali ya Chama cha Mapinduzi, na kama nilivyosema, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka hii mitatu ametutendea vema katika jimbo letu, na kwa kweli hatumdai, pamoja na kwamba yeye bado hajatuacha. Kwa hiyo tunajua kwamba kuna mengi yanakuja, lakini pia ukumbuke kwamba nimesema kwamba mimi siwezi kuzungumza chochote kwa sababu mimi hapa nimetia nia. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia kitu chochote kwamba nitafanya nini mimi kama mimi, ila ninachoweza kusema serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi, nina hakika miradi hiyo itaimaliza, nina hakika miradi hiyo itafika mwisho na wananchi wataendelea kuitumia. Kwa mtu yoyote yule ambaye atakiwakilisha chama chetu, Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Mbeya mjini, yeye atakuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba anafanya hicho kitu. Kwa hiyo mimi niseme, mimi kama mimi mpaka sasa hivi nimetia nia tu kati ya watia nia wengi ambao wanawiwa kuja kuwatumikia wananchi kama vile mimi ninavyowiwa kuja kuwatumikia wananchi wa Mbeya mjini. Watia nia wanaweza kuwa ni wengi kwa idadi yao na watakaochukua fomu kama wao walipochukua. Unadhani kwa nini wewe ni bora kuliko wote watakaotia nia? Labda bi yake hapo labda matokeo yatakayotokea katika hao wengi ambao mtakaojitokeza, huenda watakuwa wengi,
kama 2015 mlikuwa wengi, mlikuwa 9. 2010 mimi sikuwa 2015. Watu wengi. Mlikuwa kama 8 hivi 9 hivi. No, 20 na mlikuwa 16. Pamoja na gonga. Sio 21. 21 pamoja na saikolojia kwamba iwapo jina lako halitorudi labda utakubali, utamuunga mkono aliochaguliwa kuipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi au utakata tamaa kwamba basi mimi sio nani yangu, basi mimi ngoja nifanye mambo yangu bila kumuunga mkono. Okay. Sawa. Maswali mawili ni maswali mazuri sana. Kwanza, kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba ujio wangu katika kutia nia ubunge jimbo la Mbeya mjini ni ujio unaotokana na msukumo wangu wa ndani, kwa maana ya kuwa na hamu ya kuwatumikia wananchi wa jimbo la Mbeya mjini kulingana na uzoefu, kipawa, exposure nilionayo. Lakini natambua kwamba Tanzania ina watu wengi ikiwemo Mbeya mjini. Kuna watu wenye vipawa mbalimbali, wenye uwezo tofauti, na Chama cha Mapinduzi kinafahamu hivyo. Na kama chama kisingekuwa kinafahamu hivyo, kingeweza kuteua mtu mmoja tu moja kwa moja. Lakini kwanza kinatoa fursa, kwa sababu watu ukiwasikia mara nyingi wanasema hii ni nchi yetu sote. Maanake kila mmoja lazima apate fursa ya kuangaliwa, kutizamwa, kutathminiwa kwamba je, huyu anaweza kubeba haya majukumu. Na kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba chama kinatengeneza demokrasia ndani kabla ya kutoka nje. Kwanza kuweka usawa kwamba kila mmoja anapata nafasi, lakini vile vile kuweza kuangalia kwamba yupi kwa wakati huu anaweza kutufaa katika kuliongoza au kubeba jukumu hili. Hivyo mimi kama mimi ninajitathmini kwamba ninaweza kufanya jukumu hilo, kubeba jukumu hilo. Lakini chama ni kikubwa kuliko mtu binafsi, kuliko mtu mmoja. Chama ni zaidi ya mtu. Chama ni entity ambayo ina mikono mirefu, ina uwezo mkubwa wa kutazama, kuangalia, kulinganisha, benchmarking na kila kitu. Kwa hiyo sisi sote tuko chini ya chama chetu, na uongozi ni nafasi au ni nafasi ambayo inajazwa na mtu ambaye chama kimeona kwamba yeye atapata nafasi hiyo. Kwa hiyo mimi ni mmoja kati ya wengi ambao wanaomba hiyo nafasi. Na kama mlivyoniuliza swali, kama ikatokea kwamba kuna mmoja ambaye sio mimi, na nimeshawahi kutokea na nimeshaunga mkono, na ndivyo ninavyofanya hata safari hii, kama itatokea kuwa hivyo, mimi yule ambaye atateuliwa na chama changu nitamunga mkono, nitafanya kampeni, nitashirikiana naye bega kwa bega kwenye kampeni zake, kampeni za rais, kampeni za mbunge, kampeni za diwani, hayo yote tutayafanya. Kama tulikuwa tunafanya kampeni kwa wenye viti wa mitaa ambao mimi nilikuwa sio mgombea, sasa nitashindwaje kufanya kampeni kwenye nafasi kama hii? Kwa hiyo niseme tu kwamba mimi nitatoa ushirikiano kwa 100%, na sipo hapa kwa sababu ya kujiproud au kuona kwamba mimi ndio nafaa kuliko mtu mwingine. Hapana, naichukulia hii nafasi kama challenge. Ni nafasi ya kutumikia watu. Nafasi ya kuwatumikia watu ni nafasi ambayo inahitaji mtu ambaye kama alivyovaa ile t-shirt, stay humble.
inabidi uwe humble kwa watu, uwe tayari kuwatumikia, uwe tayari kuwasikiliza. Kwa hiyo mimi nitafanya hivyo, na ndio maana mimi katika nafasi zangu sijawahi kuhonga, sijawahi kutoa fedha. Na wananchi ni mashahidi. Kula nyingi nilizopata 2010, nilipata kula nyingi sana. Sikuwahi kutoa fedha yoyote kwa mtu yoyote. Na ninadhani kwamba chama chetu cha Mapinduzi kimeshaelekeza mambo hayo na kiko wazi. Mwenyekiti wa CCM kazungumza, ambaye Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza akasema hajatuma mtu yoyote. Kwa hiyo asije akasema mtu ametumwa na fulani. Hii ni kuonyesha kwamba chama chetu ni chama cha demokrasia, akifuata hivi. Lakini pia katibu mkuu ameongea mara nyingi, Dr. Nchimbi, na ameelekeza taratibu, kufuata taratibu, watu kupita kwenye kata kwenda kutoa fedha. Hayo yote yamekatazwa. Makamu mwenyekiti pia amezungumza, Mheshimiwa ndugu Asira amezungumza mambo haya. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba haya mambo tuyaachie chama. Chama ndicho chenye uamuzi, kuanzia ngazi ya wilaya kwenda ngazi ya mkoa kwenda ngazi ya taifa. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo Chama cha Mapinduzi kitaamua. Yule atakayeletwa, maana yake yule anakiwakilisha chama, na ni lazima tuwe proud of it. Tufurahie kwamba mwenzetu amepata na nizamu yake, na sisi tukubali kumunga mkono. Tusikigawanye chama, tuwe wamoja, tushirikiane, tusianze vita na kwanza kushambuliana sisi kwa sisi. Maana yake ni kwamba tutakuwa tunagawa chama, na mimi nipo tayari kwa hilo wakati wote, katika kumunga mkono yule ambaye atakuwa amepata nafasi hiyo. Nilitamani kujua kama mtiania. Utauliza pia. Mbeya kumekuwa na tatizo la ukabila ambao kwa linajitokeza mara kwa mara kila kipindi cha uchaguzi. Labda kama mtiania utaenda vipi kuhakikisha hili swala halijitokeze, atuwagawe watu kwa makabila, kwamba huyu mtu fulani msimchague sababu kabila fulani, huyu mtu fulani kabila hili msimchague, mchagueni mtu wa kabila fulani. Hili labda kama mtiania mnaenda kuhakikisha mna lizuia vipi au mna likomesha vipi? Ni swali zuri. Mimi nadhani hili swala la ukabila ni swala linalotokana na inferiority complex. Linatokana na mtu kutokujiamini. Linatokana na malezi, superiority. Kwa sababu kuna inferiority na superiority. Yaani kuna watu wanadhani wao kabila lao ni superior. Yaani superior kabila fulani. Lakini pia kuna watu ambao wanadhani kwamba sisi ni inferior. Ukimwambia hoja, ukamwambia hii hoja naona si sawa, anasema labda kwa sababu mimi kabila fulani. Sasa haya ni mambo ambayo yametokana na malezi na jinsi ambavyo watu wanavyojiona katika maisha ya kawaida. Mimi nadhani swala hili kumalizwa kwake ni kwa viongozi, hasa viongozi ambao wamepewa dhamana, kwa sababu viongozi wale waki-entertain mambo haya yanafanyika, kwa sababu huyu mtu ambaye yupo chini huku akiona kwamba sasa kama kiongozi anasema sisi kabila fulani ndio tufanye hivi, basi wanafuata hivyo. Na mimi nadhani hilo ndio tatizo, na watu wanaoweza kulimaliza hilo ni viongozi waliopo madarakani. Hao ndio wanatakiwa wakemee waziwazi na waonyeshe kwa dhati ndani ya mioyo yao kwamba wanakemea. Lakini kama wanakaa kimya au wanafanya mambo hayo au wanapendelea au wanafanya mambo ya hayo, hilo ni jambo ambalo umeliuliza, ni jambo ambalo mimi nalifahamu na ni la muda mrefu, na mimi nasema hasa linatokana na viongozi. Kuna baadhi ya viongozi wako very firm, na wafahamu very firm. Kuna viongozi wako very firm kwenye mambo haya,
hawana mambo hayo, na wanakemea kwa wazi kabisa, lakini kuna viongozi hawakemei. Kwa hiyo ukisema mimi nikiwa mbunge naweza nikalimaliza, mimi nitakachokifanya kama ni kiongozi ni kutokuwa na ubaguzi kwenye hilo, kwa sababu kiongozi hutakiwi kuwa na ubaguzi, uwe wa ukabila, uwe wa udini au rangi. Na hata chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kimezungumza kabisa juu ya swala hilo, ya kutokubagua, kwamba mtu hata baguliwa kwa namna yote, awe ni mlemavu au sio mlemavu, awe ni kabila fulani na kabila fulani. Na mimi nadhani ni kama nilivyozungumza, ni kukosa tu mtu kukosa. Ukiona mtu ambaye anakibiria ukabila, hana hoja. Kwa sababu kwanza, kwa mfano Mbeya hapa, wengi sio Wasafa wala sio wa Wanyakyusa. Kwa sababu kama wazazi wake walikuwa sawa ni Wasafa, lakini anaishi huyo mtu, unakuta aishi kwa tradition ya Usafa, anaishi kwa tradition ambazo zimechanganyikana katika jiji la Mbeya. Au mtu wazazi wake sio wametoka Tukuyu, akazaliwa Mbeya, akakulia Mbeya, huyo mtu, hilo kabila linamsaidia nini huyo mtu? Hata huyo mtu ambaye angesema kwamba mimi ni mtu fulani, linamsaidia kitu gani? Na hapo kwa mfano sisi tuliokaa hapa, kuna mtu anajulikana kabila yake mpaka useme, si ndio? Kwa hiyo mtu ambaye anatumia kabila, ukiona mtu anatumia kabila, yani unajua ni muflis. Ni muflis, yani hana hoja. Kwa hiyo amebaki na hiyo, ndio kama nani, au udini. Kuna watu wanatumia udini pia. Sisi dini fulani anasikia superior, yani kwa dini fulani. Hayo mambo hayawezi kutusaidia. Na kwa kweli Mbeya, jambo hili linatakiwa likemewe na viongozi kwa uwazi, lakini pia liwe practiced. Yani watu walifanyie, yani wanaposema, wanapokemea wafanye na vitendo. Lakini kama wanakemea hadharani alafu wanaenda huko chini ya meza wanafanya tofauti, ukabila hauwezi kuishi. Kwa hiyo mimi ninge insist tu kwamba na hili jambo huwa linachelewesha sana maendeleo sana. Kwa kweli haya mambo wenzetu katika nchi zingine, hata kama katika mikoa mingine ndani ya nchi, haya mambo yameshaachwa siku nyingi sana. Na sioni kabila au inamsaidiaje mtu. Mimi sijaona, yani kabila linamsaidiaje mtu ku explore. Linamsaidia nini? Alimsaidia mtu kitu. Na lugha hizi lugha zinaenda kufa. Sijui kama watu wanajua hilo kitu. Zinaenda kufa kwa sababu kama sisi kizazi tu, kama sisi kwa mfano, tuna maneno karibu robo tatu hatuyajui ya lugha ambayo tumezaliwa nayo. 3/4 of our language. Yani hatuwezi kuzungumza frequently. Sisi hapa hapa. Kuna mtu ambaye anaweza kuzungumza Kisafa frequent. Kuna mtu ambaye anaweza kuzungumza Kinyakyusa frequent. Kuna Mkinga ambaye anaweza kuzungumza frequent. Hamna. Sasa watoto wako, kama mimi watoto wangu hawajui kabisa. Yani hawajui kabisa hata neno moja, hata kusalimia hawajui. Watoto wao alafu sasa tunaenda kwenye AI sasa. Si ndio toka bara. Kwa hiyo ni ujinga tu. Yani ni ujinga wa hali ya juu sana. Mimi ombi langu kubwa, yani ombi langu niwe kwenye nafasi hiyo, nisiwe kwenye nafasi hiyo. Mimi kama nilivyowaambia kwamba mimi ni founder wa Mindset Empowerment. Tuna vijana wengi. Na hao vijana mimi hata sijui makabila yao ambao tunafanya nao. Sijui, yani sijajua makabila yao ni kwa sababu sio interest yangu kujua yeye ni kabila gani. Na haya mambo yanaenda kuisha. Makabila yanaenda kuisha. Tupende tusipende. Ndio tuna tamaduni zetu, tuna mila zetu ambazo tunatakiwa tuzienzi.
lakini modern lifestyle pressure yake ni kubwa sana, hatuwezi kuhimili. Unajua kwa nini hatuwezi kuhimili? Kwa sababu hata nyie media mnachangia kupoteza hizi mila. Umeona? Kwa hiyo tutajikuta kwamba yani end of the day hayo mambo ya ukabila hayapo na haya exist. Sawa jamani. Mambo nani